Pia nilikuwa najaribu kuangalia zamani kwenye nyumba nyingi kama watu walikuwa wanajiweza, walikuwa wana get money, lakini sasa hizi unaweza kufika nyumbani kwako ukabonyeza remote gate likafunguka, na huhitaji mtu kukaa pale full day kuhakikisha anafungua na kufunga gate. That is not the case kutokana na mabadiliko ya tehama. Kwa hiyo kama hiyo ndio ilikuwa speciality yako, unaweza kuona namna ambavyo unakuwa wiped kwenye situation kama hizo hapo. Na teknolojia inavyokuja, kitu kizuri ambacho unatakiwa kukifanya ni kujifunza na kuadapt kwenye new environment na namna gani unaweza ukanavigate. Lakini ukiwa comfortable ukasema kwamba things will not change, au utakuwepo kwenye situation mbaya zaidi, kwa sababu utashindwa hata kutransition kwenda kwenye kitu kingine. Ushauri mkubwa ambao nimeueleza hata kwenye article ambayo nimeiandika, huu ni wakati ambao inatakiwa tujifunze zaidi kuhusiana na AI. Kuwepo kuna capacity building nyingi za kuhakikisha kwamba tunajiandaa, na kuna makampuni mengine ambayo yamejitafakari kwa upya namna gani yanaweza yaka-integrate hizo AI na kuzifanya zifanye kazi kwenye mazingira yao. Unakuta kwa hiyo wanaondoa roles zote ambazo zilikuwepo na kuanza kuform kampuni ambayo inakuwa ina mtazamo mwingine na ambao utaipeleka hiyo kampuni kwenye direction ndani yake kukiwa kuna hiyo akili unde ambayo itaweza kulead kwenye direction ambayo wanaenda nayo.